Ndugu zangu, Tunduru ambako wote tunakuita nyumbani sio eneo la kawaida. Tunduru ni eneo lenye utajiri wa historia. Tunduru ni eneo lenye utajiri wa kijiografia. Tunduru ni eneo lenye utajiri wa kimkakati. Haya yote Mwenyezi Mungu hakutupa kwa bahati mbaya. Nafasi yetu Tunduru, tunatazamwa kwamba ni watu wa mkiani. Huo ni ukweli, nitawaambia. Katika jamii za Tanzania, katika wilaya za Tanzania, Tunduru tunahesabika ni watu wa mkiani, watu wa kisogoni. Jaribu kwenye sekta yoyote ile, iwe ni kwenye elimu, iwe ni elimu ya msingi, iwe ni elimu ya sekondari, iwe ni elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, Tunduru itakuwa ni ya mwisho tu. Tuanze na vyuo vikuu. Tunduru tuna chuo kikuu? Tuna chuo kikuu sisi? Hatuna chuo kikuu. Kwa nini hatuna chuo kikuu? Kwa sababu tunatazamwa hatustahili kupata chuo kikuu Tunduru. Kuna wakati serikali ilipata ardhi pale ya halmashauri, ardhi kubwa na majengo mengi yaliyoachwa na wakandarasi. Halmashauri ikashauriana, ikasema hii ndio fursa ya sisi kupata chuo kikuu kamili cha mwanzo. Wakayachukua majengo yale yote pamoja na ardhi ile, wakaikabidhi kwa chuo kikuu cha kilimo Sokoine. Sababu jamii ya Tunduru ni jamii ya kilimo, na waliopanga mpango huo mimi nawaheshimu sana, kwamba chuo cha mwanzo kamili kikuu pale Tunduru kinapaswa kuwa chuo cha kilimo, kwa sababu ukombozi wa Tunduru utapatikana kwenye kilimo. Miaka inakwenda, hakuna chuo kikuu. Vyuo vya kati, tuna chuo cha VETA sisi. Hivi mnajua zaidi ya 80% ya halmashauri zote zina vyuo vya VETA? Yaani sisi ni wa mwishoni hata kwenye VETA. Na VETA yetu ni moja kati ya VETA zinasuasua mpaka leo haijaanza. Twende kwenye elimu ya msingi. Katika mkoa mzima wa Ruvuma, Tunduru, kwenye matokeo yaliyopita ya mwaka uliopita, Tunduru ni ya mwisho katika mkoa wa Ruvuma.